Kwanza kwa hivi ni Clemence Clement. Clemence. Kwanza Clemence yeye si Mungu. Yeye si Mungu. Kwenye kumkanya mtu ama kumfundisha mtu tujitahidi kutumia kinywa vizuri kisije kitakatupeleka sembaya. Yaani kwenye kumkanya mtu ama kwenye kumuelezea mtu akiwa na vitu vingi kwa wakati mmoja, kuna lugha inabidi itumike ili mtu aweze kukuelewa na watu wanaokuzunguka waweze kukuelewa. Clemence, ujumbe inawezekana ukawa ni wa kweli, lakini namna ya kuwasilisha ni mbovu. Namna ya kuwasilisha ni mbovu. Anatumia lugha chafu, anamtukana, anamuita majina mabaya. Je, Zailisa akiamua kwenda kumshtaki kuna kosa atakuwa amemfanyia? Yaani inawezekana ukawa umefikisha ujumbe, lakini lugha unaitumiaje kwenye huo ujumbe? Na kwenye swala la mwanamke labda kuwa na ndoa nyingi, jamani hizi ndoa ni baraka. Kuna watu hawana hata moja. Na hata yule kumwambia kuanzia leo naomba uwe mke wangu hawajawahi kupata. Na wana miaka 40 huko wanakimbilia kuaga mashindano ya kuwa mabinti. Wanakimbilia kuaga mashindano, hawajawahi kupata hata mwanaume mmoja wa kumvalisha hata hiyo pete. Akakaa nayo, akakonda nayo, akazeka nayo. Ndoa ni baraka na Mwenyezi Mungu huwa anamchagua ni nani wa kumpa na ni nani wa kumnyima. Sawa sawa na riziki riziki inachaguliwa nani ambaye atakayepata riziki hii, nani, yani kila kitu na wakati wake. Kwa Zailisa mimi naona yuko sahihi kwa sababu yeye ni binti wa Kiislamu. She's very beautiful. Ana haki ya kuingia kwenye ndoa. Na kuingia kwenye ndoa kama ukifuatisha vizuri kwa sababu ni nusu ya dini, inakuondolea maasi. Na hakuna mtu ambaye hataki kula ugali wa bure jamani. Yaani hakuna asiyetaka kula ugali wa bure. Umelala tu nyumbani, umemkoromea, hujamkoromea, unaachiwa pesa. Yaani katika mabinti wengi, mastaa wengi wanaitamani ndoa. Ukimwona mtu kaingia kwenye ndoa, ujue riziki yake imefika na Mwenyezi Mungu kampangia, hata kama zikiwa 100. As long as hazini na huyo mwanaume, as long as yupo kwenye haki, hata zikiwa 200 ana deserve kwa sababu she's very beautiful. Wanaume wanamfuata hawamlahai, anaingia zake kwenye ndoa. Ila cha kuzingatia kwa Zailisa sasa, hii ni ndoa yake ya 6. Watu wanasema, mimi mwenyewe I don't know, najua tu alikuwa nao ya kwanza na ya pili, hii anayokwenda kuingia ni ya 3. Kwenye hiyo ya 6 ni maneno ya Clemence hayo. Sasa mimi I don't care kuhusiana na hizo ndoa zote. Ila ninachomuomba Zailisa, kashaelewa ya kwanza ilikuwa ina kasoro gani, akaja kaingia ya pili kaona ina kasoro gani. Sasa kashaelewa kasoro ni nini. Anatakiwa aingie vipi kwenye hii ambayo anayoifuata. Umenielewa? Inatakiwa aingieje. Kama ile kaingia kichwa inabidi hii akae chini ajifunze vizuri. Kwa mwanamke kuwa na vio vingi sisi haipendezi. Haipendezi, yani kuwa na vio vingi na maanisha kwamba umeolewa umeachika, umeolewa tena umeachika, umeolewa, haipendezi kabisa. Haipendezi kwa sababu watu wanasema kwamba yani inatengeneza kama sijui hata nikuelezeaje yani. Yani si haramu lakini inatengeneza kama mikosi kwamba huyu mbona na vio vingi, anaingia hiki anatoka, anaingia hiki anatoka, anaingia hiki anatoka. Lakini tusimlaumu mtu mmoja. Inawezekana hao wanaume wanaomuoa yeye pengine wakawa wana changamoto zake. Na kwenye ndoa kuna vipindi vitatu ambavyo ukiweza kuvivuka basi inawezekana kabisa hautoweza kutetereshwa na aina yoyote. Na ndoa hadi ikomae ni lazima iwe ina miaka 5. Na kwenye hivyo vipindi vitatu ambavyo ninavizungumza, kuna kipindi cha kwanza mmetoka kuoana, mtakuwa mnapendana. Yaani utakuwa unajali shida za mwenzio, mtakuwa mnaelewana. Kuna kipindi cha pili, kuna mmoja tu atakuwa anamkwaza mwenzie. Yaani kuna mmoja tu atakuwa anamkwaza mwenzie. Kipindi cha tatu cha kuvumiliana, ushaona mwenzako anakukwaza, ndio sasa pale kipindi cha tatu kujua unadili naye vipi. Ushamwona mwenzako anakera namna hii, kipindi cha tatu unajua unaenda naye vipi. Sasa pale kwenye yale mapungufu kwenye hiki kipindi cha tatu ndo unayabeba, ndo unaanza kuenda nayo sawa. Na kwenye hiko kipindi cha tatu ndo hapo tunaongelea mwaka wa 3. Watu wanaanza kuelewana sasa, huyu ana gubu la namna hii, sitaki kumfanyia hivi, atakuwa na gubu. Huyu yuko hivi. Miaka 4 mezoeana, miaka 5 ndoa imekomaa. Umeelewa? Na ndoa haina mtu ambaye ni komando. Kuna ndoa zinavunjika zina miaka 30. Hiyo imeshakomaa mpaka imekwenda kuwa ya kizee sasa. Kuna ndoa zinavunjika zina miaka 50. Yaani hayo yote ni riziki. Ndoa ni riziki pia. Zinakuja na kufanyaje?
na kuondoka. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajijua mapungufu yake, na mwanaume ambaye anaenda kuingia naye pia anajua mapungufu yake. Akiingia kwenye ndoa aingie kwa kuelewa changamoto aishi vipi, kwa sababu tayari za mwanzo alishakuwa nazo zikaondoka. Vile vile wasanii wanapenda sana kufanya kiki. Wakishaona hawaongelewi sana huwa na mtindo kutengeneza kiki. Nikuulize, umewahi kuona page ya Zailisa ya Instagram? Ukaingia kabisa, ukaitiki kabisa, ikapatikana page yake kabisa. Page yake kabisa. Zailisa, ana boutique, Zailisa, ana Miriam, ana Florence. Yes. Sasa Zailisa ni mtu ambaye hata page yake sometimes ukiingia haionekani. Nakupa hiyo assignment. Hata ukiingia huwa haionekani. Pengine labda anatafuta kiki, hatuwezi tukaenda moja kwa moja kuamini ni ndoa. Na nakumbuka kwenye interview yake aliwahi kusema kwamba kwa sasa ndoa hapana. Lakini baada ya kuposti ndoa pia alimention pale page ya product. Watu wakasema kwamba ana product mpya. Though alituonyesha picha akiwa zinazoonyesha kwamba amefunga ndoa. Kwa hiyo bado watu wanautata juu ya hilo. Lakini watu wake wa karibu wote wanasema kwamba kaolewa. Ni kawaida ya watu wa karibu kusema kaolewa. Mimi siamini katika hilo, lakini ndoa ni baraka. Kama ikitokea kweli basi inshallah. Tulimuona nani hapa katikati? Alisema ameolewa. Aliolewa kweli? Anasema ndoa tayari ipo. Hapana, hamna ndoa. Yaani Posh Queen hajaolewa yule binti. Hajaolewa. Nimesema mara 6. Posh Queen hajaolewa. Alikuwa anatafuta stunt na yeye ya kurudisha product zake ambazo tayari zilikuwa kwenye mitandao almost kama miaka 6 nyuma. Akabadilisha jina, akaja na upepo huo. Umenielewa? Kwa hiyo hata kwa Zailisa inawezekana ikawa kweli kaolewa. Kuna maneno nishazungumza mwanzo kitokea kaolewa, na hakuna baya kuhusiana na yeye kuolewa. Lakini wasanii wa sasa hivi jamani wamezidi kiki, na kiki yao ni kuolewa. Yaani watafute kiki ya aina nyingine. Yaani ukimuona msanii ambaye hayupo kwenye ndoa ni kuolewa. Tulimuona Haji Manara na yeye alivyoachana na Zailisa akawa anasema naoa. Tulimuona kaoa. Yaani kuna namna ambayo wasanii washatuzoea kwamba Watanzania tunapenda umbea kuliko kula. Ndipo ambapo wanapoamua kutuangamiza kwamba okay, tunapenda umbea kuliko kula. Sasa ndo anaamua hapo kwa kuwa tunapenda umbea, muda wote atushughulishe na umbea. Haiwezekani ikawa ndoa hiyo. Okay, Dazara, tuende kwa shemeji yetu Eni wa Sarafina. Yes, kuna video ambazo zimevuja kidogo, zimetoa gumzo kwenye mitandao ya kijamii, na sijui dada Sarafina ana hali gani mpaka sasa hivi. Nataka uzizungumzie kidogo na umpe ushauri kama mwanamke mwenzako, Sarafina. Anacheza muziki. Amevaa crop top nyeupe. Sio ya Sarafina lakini ile. Lakini inaonekana zamani inaonekana zamani sana. Mimi naamini kwamba Sarafina ndo anamjua Eni. Mimi na wewe hatumjui Eni ni nani. Sarafina anamjua Eni. Na nikisema namjua unanielewa nini namaanisha. Labda Sarafina aanze kudoubt kutokana na kumjua kwake mpaka kuona hiyo video. Lakini all in all sielewi. Inawezekana labda alikuwa anajifurahisha. Lakini si unaelewa, yani sasa hivi ukimwona tu mwanaume una wasiwasi naye, basi kitu kikipita basi ndio tayari amelefti. Kwenye swala la kulefti wallahi siwezi kumdhania. Yani Mwenyezi Mungu ndio anajua. Na kwa kuwa Sarafina ndio anamjua Eni, yeye ndio atakuwa anajua upungufu wa Eni uko wapi. Kwa sababu tunaona kuna baadhi ya wanaume wanavaa nguo kama vile, wanacheza kama vile, lakini wanakuwa so perfect. Lakini kwa hilo no comment. Kuna watu ambao wanawahusisha pia na wafanya biashara za kike hapa Bongo, lakini pia na Eni kwamba ni mtu ambaye anafanya biashara za kike sana, anatangaza product, so sometimes kujiweka kama mwanamke ni moja kati ya njia ya kutangaza biashara zake. Zahara, ni kweli kwamba mwanaume ukiwa unafanya biashara za kike basi una deserve tu kujiweka hivyo kike? Yaani hiyo ndio shida ambayo tuko nayo wa Afrika. Ndio tuko nayo wa Afrika. Yaani mwanaume akiwa anatangaza products za skin care na yeye lazima atai practice. Lakini biashara ndivyo inataka hivyo. Na ndio maana tunaona hata wale wanaouza underwear nao pia wanakuwa wapo utupu wakiwa wanatuonyesha yani zile underwear zinavyomfiti mtu. Umenielewa?
Lakini kuna aina ya mwanaume kuchagua nini afanye nini aache ili aweze kujiprotect na kujiondoa kwenye vishawishi. Kama utamkuta mwanaume ni modeling, anasimamia mambo ya modo, ananima modo, yani kuna 50 kwa 50. Kuna mwanaume mwingine akiwa yupo kwenye mambo ya fashion kuwavalisha mamodo 50 kwa 50. Mwanaume akiwa anauza vipodozi hasa cosmetics, na yeye mwenyewe unamwona ana glow 50 kwa 50. Umenielewa? Mimi kuna kakangu mmoja ambaye ni wahiari, alikuwa anafanya kazi kwenye fashion, anawasimamia mamodo. Sasa miongoni mwa models wote wa Left Group, akawa anaomba Mungu amtoe kwenye ile kazi. Asa Mwenyezi Mungu nitoe kwenye hii kazi, naona ina laana, nitoe. Mwenyezi Mungu akaja akamtoa. Sasa kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu anatuletea ni riziki, na kwenye riziki tunazitumikia ili tupate ulaji. Lakini kuna aina ya riziki ukiona ina tafrani kidogo, ukiombea heri unaweza ukatoka kwenye hiyo riziki. Umenielewa? Kwa upande wa wanaume, hata sisi watoto wetu wa kiume wenye watoto, maana sisi tuna watoto wa jomba zetu, tuna watoto wa dada zetu, tuna watoto wa wadogo zetu. Kwa hiyo sisi pia ni mama wadogo aidha wakubwa. Yani kuna namna inabidi umpangilie mwanao atakuja kuwa nani. Kama akiwa anapenda fashion, mpe hasara na faida. Kama akiwa anapenda kuuza products za kike, mawigi, manini, mpe hasara na faida. Kwa sababu tunaona bidhaa nyingi ama product nyingi zinazotokea kwa mwanamke awe anafanya mwanaume kuna shida. Na hiyo shida inapelekea na grupu analokutana nalo. Anakutana na wanawake wengi. Anaona wanawake pengine maisha yao mepesi. Yeye anaona biashara yake haitoki. Yani anajikuta tu out from nowhere tu anaingia kwenye vishawishi. Ila sio wote, ni baadhi yao. Tunamwona Jonijo ni muuzaji nywele mzuri tu, asijawahi kusikia hasara yake hata moja. Na mwanamke wake tunamjua, even though tumeona juzi wameachana. Lakini ukitaka kuingia kwenye products ama biashara zinazohusiana na wanawake, inabidi umweke Mungu mbele. Na inabidi ujijue wewe ni nani na unafanya ile kwa ajili gani. Na pia vile vile fanya kwa moyo mmoja. Ukifanya kwa moyo mmoja hutakuwa na tamaa ya kutaka kujibadilisha sasa kuwa kama mwanamke. Umenielewa? Kwa hiyo kuna Mnigeria mmoja pia nilimuona, alikuwa anawashawishi watu kuwaelezea kwamba yeye haja Left Group, lakini ni muuzaji wa vipodozi vya kike. Sasa umeona sasa ni shida. Utakutana na wigi, skin care, nguo za kike, sijui nini. Yani kuna namna mwanaume naye atataka kujifanya sana kama mwanamke. Na hapo kuna makomedian pia tunawaona. Mbona Joti huwa anafanya hivyo lakini hatujawahi kumsikia tabia mbaya. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe anadhamiria kujibadilisha mwenyewe. Hakuna hata ambaye anaimbadilisha. Tunaona watu wanafanya hizo products za kike na bado wako vizuri. Na tunawaona wale ambao wanafanya wameshapotoka kwenye maadili hivi sasa. Wanaropoka tu hovyo kwenye mitandao ya kijamii. Hawazingatini nini, hawaangalini nini. Na ifikia hatua serikali pia ingilie kati ile jambo. Tunaendelea kupoteza vizazi day after day. Yani siku baada ya siku tunaendelea kupoteza vizazi. Mtoto anakuwa wa kiume vizuri, akishakuja uraiani, aidha kamaliza chuo, kamaliza form 4, kamaliza form 6, akishakuja uraiani anaona maisha magumu, watoto wa kike wanaenjoy, sijui nini. Yani tujifunze kuendelea kualisha elimu za dini vijana wetu na kuambia kwamba mafanikio hayaji haraka, mafanikio yanahitaji jitihada. Kwenye hizo jitihada yanahitaji kumwabudu Mungu. Kwenye kumwabudu Mungu yanahitaji kukaza mwanangu. Yanahitaji kukaza. Boys, mnahitajika kukaza. Ni taifa la kesho. Yani hawa watoto waliomaliza juzi tuendelee kuombea Mungu. Na hata serikali iingilie kati jamani, hawa watu hatuwataki. Wanatuharibia watoto. Okay, asante sana da Zahra. Muda umetutupa mkono, tunasema sisi tunamaliza. Tukutane baadaye. Mimi ni Jojo TZ.